Naam, swadakta kabisa popote ulipo mtazamaji, ni kukaribisha katika habari ya kutwa nzima ya leo. Michezo na burudani utakuwa nami Lulu. Hali ni kwamba tuendelea kutufuatilia katika page zetu za Instagram, Facebook, bila kusahau na YouTube channel kama Channel 10+. Endelea kusubscribe, share bila kusahau na kucomment. Na miongoni mwa habari tulizonazo siku huu leo kubwa zaidi, tuanze na hili ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa viongozi mbalimbali kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu wa Kiongozi Balozi Dr. Moses Kasiluka. Uteuzi huo ni kama ifuatavyo: Jaji Mkuu mstaafu Mheshimiwa Profesa Hamis Juma ameteuliwa kuwa mkuu wa Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM. Mheshimiwa Profesa Hamis Juma anachukua nafasi ya Mheshimiwa Daktari Stergomena Lawrence Tax ambaye ni Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Dr. Deo Mwaipanga ameteuliwa kuwa balozi, ambapo Dr. Mwaipanga ni Katibu Mkuu wa Jukwaa la Wabunge wa Nchi wanachama wa Mkutano wa Kimataifa wa Ukanda wa Maziwa Makuu EPICGLR. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameomba tena uteuzi wa kugombea muhula wa 7, hatua inayomwelekeza kwenye miaka 50 ya utawala. Museveni mwenye umri wa miaka 80 amepuuza wito wa kustaafu, huku wakosoaji wake wakionya kwamba amegeuka kuwa mtawala wa kimla kwa kuwa hana upinzani wa maana hata ndani ya chama tawala cha National Resistance Movement NRM. Rais Museveni amepokelewa na umati mkubwa wa wafuasi alipokwenda kuchukua fomu za uteuzi katika makao makuu ya chama jijini Kampala, huku historia ikionyesha amechukua madaraka kwa mara ya kwanza kama kiongozi wa waasi mwaka 1986, na tangu hapo ameshinda uchaguzi mara 6, ingawa chaguzi za hivi karibuni zimegubikwa na vurugu na madai ya wizi wa kura. Mpinzani wake mkuu katika uchaguzi uliopita Robert Kyagulanyi pia ametangaza nia kugombea katika uchaguzi uliopangwa kufanyika Januari mwaka 2026. Tangu kupata uhuru kutoka kwa Uingereza mwaka 1962, Uganda haijawahi kushuhudia mabadiliko ya uongozi kwa njia ya amani. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Philip Mpango leo tarehe 29 Juni mwaka 2025 amewasili nchini Hispania, ambapo anatarajiwa kumwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye mkutano wa 4 wa kimataifa wa ufadhili wa maendeleo FFD4 utakaofanyika jijini Sevilla kuanzia tarehe 30 Juni hadi tarehe 3 Julai mwaka 2025. Mkutano huo unatoa fursa ya kipekee kuboresha ufadhili katika ngazi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kusaidia mabadiliko ya muundo wa kifedha wa kimataifa na kushughulikia changamoto za ufadhili zinazozuia msukumo wa uwekezaji unaohitajika haraka kwa malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Washiriki katika mkutano huo ni pamoja na viongozi wakuu wa nchi na serikali, mashirika kikanda na kimataifa, taasisi za kifedha, wafanyabiashara na asasi za kiraia. Aidha, makamu wa rais anatarajiwa kushiriki katika mikutano ya uwili yenye lengo la kuimarisha ushirikiano baina ya Tanzania, mataifa na taasisi zinazoshiriki mkutano huo. Waziri wa Viwanda na Biashara ambaye pia ni mbunge aliyemaliza muda wake wa kuhudumu katika jimbo la Kisarawe, Mheshimiwa Dr. Selemani Said Jafo leo amechukua fomu ya kuomba ridhaa ya Chama cha Mapinduzi CCM ili kugombea tena nafasi ya ubunge katika jimbo hilo kupitia chama hicho. Ahmed Nanonde ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza baada ya kuchukua fomu katika ofisi za Chama cha Mapinduzi CCM wilayani Kisarawe, Jafo amesema kuwa endapo chama chake kitampa ridhaa ya kuwania nafasi hiyo na kuchaguliwa tena kuwa mbunge, ataendelea kusimamia utekelezaji wa ilani ya CCM ili kuwaletea wananchi maendeleo endelevu. Dr. Jafo amekuwa mstari wa mbele kuhimiza maendeleo katika sekta mbalimbali ndani ya jimbo hilo, huku akijivunia mafanikio kadhaa ya kimkakati yaliyopatikana katika kipindi cha miaka 5. Selemani Said Jafo ni raia wa Kisarawe, ninaishi hapa Kimani. Nilikuwa ndio mbunge, nimemaliza muda wangu katika jimbo hili la Kisarawe. Akipa nafasi yangu ni waziri wa viwanda na biashara. Leo hii tarehe 29 nimepata fursa ya kuja kufanya kazi kubwa hii ya kuchukua fomu katika Chama cha Mapinduzi kwa lengo la kugombea nafasi ya ubunge katika jimbo hili la Kisarawe. Mimi binafsi nina imani kubwa, na hasa kwa kazi kubwa tuliyofanya pamoja na wananchi wa Kisarawe kwa kipindi chote kilichopita. Tumefanya mambo makubwa mengi. Bila shaka naomba Mwenyezi Mungu anifanyie wepesi, aniwezeshe basi kila jambo liende kwa wepesi, kwa sababu kila kitu lazima kuwe na mkono wa Mungu. Kwa hiyo hili ni kubwa sana, naomba Mwenyezi Mungu anifanyie wepesi katika uchaguzi mkuu.
kubwa zaidi, lakini kwa ujumla wake ni kwamba tuna mambo mengi ya kuyafanya. Na mambo mengi tumefanya, tuna mambo mengi kuyafanya. Imani yangu kubwa ni kwamba tutaendelea kushirikiana kuhakikisha kwamba hayo ambayo tulioendelea kuyafanya basi tuweze kufikia kwa wakati mzuri. Niwashukuru sana Watanzania wote, hasa wana Kisarawe. Jafo amechukua fomu leo mapema asubuhi katika ofisi za CCM ili kuomba ridhaa ya kuteuliwa na chama chake kugombea nafasi ya ubunge katika jimbo la Kisarawe katika uchaguzi mkuu unaotaraji kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Ahmad Nandonde, Channel 10, Kisarawe. Na shukrani sana Ahmad Nandonde kwa taarifa hiyo. Tanzania imesaini mkataba mpya wa miaka 3 wa uwenyeji wa mpango wa mapambano dhidi ya ugonjwa wa malaria kati yake na taasisi ya Umoja wa Wakuu wa Nchi za Afrika dhidi ya malaria ALMA, ambao unalenga kutokomeza ugonjwa huo barani Afrika ifikapo mwaka 2030. Taarifa zaidi na Amani Mbando anatueleza. Utiaji saini mkataba huo umefanyika jijini Dodoma, ambapo serikali ya Tanzania imewakilishwa na Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Mahmoud Thabit Kombo, huku upande wa ALMA ukiwakilishwa na Katibu Mtendaji wake Bi Joyce Mafi. Balozi Kombo amesema mkataba huo unasimamia juhudi zilizowekwa awali na mwenyekiti wa awamu ya kwanza wa ALMA ambaye pia ni rais mstaafu wa serikali ya awamu ya 4, Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, za kuhakikisha vifo vinavyosababishwa na malaria vinatokomezwa barani Afrika. Bado tunatakiwa tuendeleze vita dhidi ya malaria, na vita dhidi ya malaria hii imegawika sehemu 3. Kwanza kwenye mazalia, lakini ya pili kumhifadhi mwananchi, ndio mambo ya chandarua, mambo ya kupulizia zile dawa za kunyunyiza na kadhalika, na eneo la 3 ni tiba yenyewe pale mwananchi anapokuwa kishapata malaria. Bado malaria, lakini tunashukuru Mungu sana, Tanzania imekuwa ikifanya vizuri sana chini ya uongozi wa Wizara ya Afya. Malaria imepungua sana, hatuumwi kama zamani. Zamani nakumbuka hata mimi mwenyewe kwa mwaka nilikuwa napata malaria mara 4 mpaka mara 5. Sasa hivi nina miaka zaidi ya 5 sijapata malaria. Kwa hiyo inatoa takwimu general, kila mmoja akijiangalia katika nafsi yake, maradhi ya malaria yamepungua zaidi kuliko hapo awali, na hii ni kutokana na jitihada za serikali, jitihada za Wizara ya Afya, lakini kushirikiana na wadau kama ALMA. Kwa upande wake, Katibu Mtendaji wa Umoja wa Wakuu wa Nchi za Afrika dhidi ya malaria ALMA, Bi Joyce Mafi, amesema mkataba huo una lengo la kusaidia nchi zote za Afrika kupambana na changamoto za malaria kwa kuimarisha mikakati ya kitaifa na kikanda. Sisi wajibu wetu ni kuzitafutia ufumbuzi changamoto zinazobainika. Sasa mara tu nchi wanachama zinapobainisha maeneo yenye changamoto, ALMA tunaangalia namna bora ya kutoa usaidizi wa kitaalamu kupitia kwa washirika wengine, ambapo tunatafuta rasilimali za kutosha za kupambana na ugonjwa huu. Akimwakilisha Waziri wa Afya Jenista Mhagama katika hafla ya utiaji saini mkataba huo, Katibu Mkuu Wizara ya Afya Dr. Seifu Shakalage amesema Tanzania na nchi nyingine za bara la Afrika zitanufaika na mkataba huo. Sisi kwa kuwepo ofisi za ALMA hapa ziko faida nyingi. Kwanza, sisi tutakuwa karibu kabisa na secretariat ya ALMA. Ina maana mipango yote ile ambayo tutakuwa tunaipanga ya kuweza kusaidia nchi mbalimbali za Afrika katika kupambana dhidi ya malaria, sisi tuko jikoni, tuko nao, sisi tutakuwa ni wa kwanza kuweza kufaidika. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Aliyekuwa kansela wa Ujerumani Olaf Scholz ametoa hotuba ya kuaga katika kongamano la chama cha Social Democratic Party SPD jijini Berlin, akitafakari miaka yake ya uongozi. Katika hotuba yake, Scholz amejikosoa kwa uwazi na kutetea sera za serikali yake kwa hatua zilizochukuliwa zilikuwa sahihi kwa wakati wake, huku akionya dhidi ya matumaini yasiyo halisi kuhusu rais wa Urusi Vladimir Putin, akisema kiongozi huyo anataka kuendeleza uvamizi wake nchini Ukraine na hata kutanua udhibiti zaidi. Katika wito wa mashikamano wa kitaifa, Scholz amewataka matajiri kuchangia zaidi katika kugharamia ulinzi wa taifa, akishangazwa na mijadala ya kupunguza kodi kwao. Wakati huo huo, kamishna mkuu wa UNHCR Filippo Grandi ameeleza masikitiko yake kuhusu uamuzi wa Ujerumani kujiondoa kwa muda katika mpango wa kimataifa kuwahamisha wakimbizi dhidi ya kurudisha kwa nguvu wakimbizi wa Syria, kwa sababu serikali mpya ya Syria haina uzoefu wa kuwashughulikia na hali bado ni tete.
Na mtazamaji, tukiwa bado jijini Berlin, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ameonya dhidi ya kujisikia salama kupita kiasi nchini Ujerumani, akisisitiza umuhimu wa kuongeza juhudi za kitaifa katika ulinzi wa nchi. Akiwa katika ziara rasmi ya makao makuu ya kamandi ya operesheni za kijeshi za Bundeswehr karibu na mji wa Potsdam, Merz ameeleza kuwa hali ya sasa ya kiusalama duniani, hususan vita vya Urusi dhidi ya Ukraine, inatoa ujumbe wa wazi kwa Ujerumani na washirika wake. Ziara hiyo ilifanyika ikiwa ni sehemu ya siku ya majeshi, ambapo vikosi vya ulinzi hujitambulisha kwa wananchi katika maeneo 10 tofauti, na kumfanya Merz kutumia fursa hiyo kushukuru wanajeshi kwa huduma yao kwa taifa. Na mtazamaji, alikuwa kada wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wilayani Tarime mkoani Mara, Esther Matiko ametangaza rasmi kujiunga na chama cha mapinduzi CCM, ambapo amesema fuara za Dr. Samia Suluhu Hassan zimemfanya kuhamia chama cha mapinduzi kutokana na chama hicho kumvutia kwa namna ambavyo ilani ya mwaka 2025 hadi 2030 ya chama hicho imeweka vipaumbele katika huduma zote za kijamii. Musa Makali anaripoti kutoka Mara. Wakati zoezi la uchukuaji fomu ya kuomba ridhaa ya kuchaguliwa kuwania ubunge katika maeneo mbalimbali hapa nchini likiendelea kupitia chama cha mapinduzi CCM, hapa mkoani Mara, aliyekuwa kada wa muda mrefu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Esther Nicholas Matiko amejiunga na chama cha mapinduzi CCM, huku akisema 4R za Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na uwajibikaji kwa wananchi kumepelekea yeye kuhamia chama hicho, huku akitarajia kuchukua fomu ya kuomba ridhaa ya kugombea ubunge jimbo la Tarime mjini. Natangaza rasmi kutia nia ya kugombea ubunge wa jimbo la Tarime mjini kupitia chama cha mapinduzi. Chama kinachoongoza kwa vitendo, chama chenye historia ya kuunganisha taifa letu, imenivutia kwa namna ambavyo imeweka vipaumbele katika huduma zote za kijamii: afya, elimu, miundombinu, uwezeshaji wa wanawake na vijana, pamoja na uboreshaji wa uchumi wetu wa ndani, kwa maana kwa kila Mtanzania kuhakikisha kwamba hata bidhaa ambazo tunazalisha Tanzania kwenye viwanda vyetu vinaweza kuhakikisha kwamba vinapewa pale panapohitajika, vinapewa subsidies kwa maana ruzuku, lakini pia vinatolewa kodi ili kuweza kuhakikishia wazalishaji wa ndani. Pia katika hatua nyingine, Matiko amesema Dr. Samia Suluhu Hassan alipokea nchi katika wakati mgumu baada ya kuondokewa na rais wake Dr. John Pombe Magufuli, lakini alisimama imara katika kuwahudumia Watanzania. Dhamira ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kiongozi aliyepokea nchi kwa mazingira ambayo sote tunayafahamu, aliyepambana na kujipambanua kusukuma gurudumu la maendeleo kwa mustakabali wa taifa letu katika mazingira ya aina zote bila kuchoka. Katika hatua nyingine, Nicholas Chichake naye amechukua fomu kuomba ridhaa ya kugombea ubunge katika jimbo la Tarime vijijini hapa mkoani Mara. Tumekuwa na maisha mazuri sana na tuna fursa nyingi sana, lakini watu wetu sehemu kubwa sana wamekuwa ni maskini, wanaishi maisha magumu. Lengo langu kubwa ni namna gani, kama Mungu akinisaidia nikawa kiongozi, kuweza kusaidia jamii yangu hii kujikwamua na janga kubwa sana la umaskini. Kutoka hapo wilayani Tarime mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Mwenyekiti wa Alliance for Democratic Change Shabani Haji Itutu amesema chama chao hakitasita kushiriki katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu kwa mujibu wa katiba na sheria za chama hicho. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mkutano mkuu wa mwaka pamoja na kuwatangaza wagombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, amesema kuwa endapo Watanzania watakichagua chama cha ADC watazingatia suala la utozaji kodi wa bidhaa zinazoingizwa nchini ili kupunguza gharama kwa wananchi na kujiinua kiuchumi, ikiwa ni moja ya vipaumbele vyao. Itutu amesema chama cha ADC kinafuata sera na ilani ya chama ambayo ndio mwongozo mkuu wa utekelezaji wa mipango ya kimaendeleo katika nchi. Aidha, viongozi waliopitishwa na chama hicho kugombea safari ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni Wilson Elias na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ni Hamad Rashid Mohamed. Kuiomba serikali yaliyopita kwenye serikali za mitaa tuwaombe yasijirudie. Ndio maana sisi ADC tumeingia kwenye nini? Kwa sababu tuna imani kwamba yale yaliyopita, kwa sababu wamejifunza na wao ni binadamu,
Na sisi tunakwenda kwa sababu wanajua tumeangalia na tumeyaona. Sio kwamba tunakwenda tukiwa wajinga. Tunaenda tukiwa tuna akili, tunayakumbuka. Sio kwamba tumefanyaje? Tumeyasahau. Tunawaomba wenzetu twende kwenye uchaguzi wa huru na haki ili dunia ione kweli nchi hii ina uchaguzi wa kweli na haki. Ni kwamba chama chenu kitatoa wagombea ambao wenye uwezo, wenye kushindana kistaarabu, ambao watajali maslahi makubwa, maslahi mapana ya taifa letu. Hakuna kitu kikubwa kama amani ya nchi yetu. Tanzania kwanza kabla ya chochote kile. Uchaguzi utapita, lakini Tanzania itaendelea kubaki. Bila kuwa ndani, manake zipo kasoro ambazo huwezi kwenda kuzikosoa. Kwa ndio maana tumeona ni vema tuingie kwenye uchaguzi ili yale ambayo yanahitaji kubadilishwa tukayazungumze tukiwa ndani. Hivyo basi, na nawapongezeni sana kwa uamuzi wenu mzuri, uamuzi wa kihistoria, uamuzi wa kiungwana, na hii inadhihirisha mnaipenda sana nchi yenu. Baada ya wakulima wa ndizi toka mikoa 11 ya Tanzania bara kuathirika na virusi vya fungashada ambavyo huharibu migomba na kusababisha mazao hafifu, watafiti wa kilimo wakishirikiana na Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH wamekuja na mwarobaini wa changamoto hiyo, ambapo Jimmy Mengele anatueleza zaidi kuhusiana na hili. Hii ni moja ya shamba kati ya maelfu ambayo yameripotiwa nchini Tanzania kuathirika na virusi vya fungashada ambavyo hushambulia migomba na kusababisha kutozaa, na matokeo yake wakulima wamekuwa wakiathiriwa kwa kukosa kipato ambacho walikuwa kikipata kabla ugonjwa huo. Uzalishaji imekuwa ni mbaya kwa sababu hatuna mavuno ambayo tunayopata kama vile zamani. Mfano gani? Mimi shamba langu ni eka moja, nilikuwa navuna mikungu 300 kwa miezi 6. Mpaka 250 kwa miezi 6. Lakini sasa hizi navuna mikungu mpaka 10, 15, basi biashara imeishia hapo. Kabla ugonjwa huu kunifikia shambani kwangu, nilikuwa navuna almost mikungu kuanzia 150 mpaka 300 kwa mwaka. Ila sasa ugonjwa make almost mwaka jana ndio ugonjwa rasmi ulifikia shamba langu. Baada ya kilio cha wakulima wa migomba kuhusu uharibifu wa virusi vya fungashada, watafiti wa kilimo wakishirikiana na Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH wamekuja na suluhisho la changamoto hiyo. Hawezi kung'oa hii migomba yote kwa wakati mmoja, ni kazi ngumu. Lakini kwa kuchoma sindano ile ya kiwagugu, anaweza kaikausha hii migomba ndani ya siku 20 yote ikawa imeisha, basi shamba lake likawa safi, akaanza kupanda upya. Kwa hiyo ni moja ya mbinu ambayo tumekuwa tukitangaza. Kama mnavyoona hali ya ugonjwa ulivyo, Tanzania imekuwa ikizalisha karibu tani 3.5 za ndizi kila mwaka. Kati ya kiasi hicho, kama 2 milioni zinazalishwa na wakulima wadogo na 1.5 milioni kama na nusu zinazalishwa na wakulima wakubwa, ambao wamekuwa wakiuza kwenye soko la ndani pamoja na soko la nje. Kwa hiyo huu ugonjwa wa fungashada ya migomba ambao unaweza kuathiri uzalishaji kwa kati ya 90% mpaka. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Na mtazamaji, mara baada ya taarifa hiyo, na sasa tukapata mapumziko mafupi. Tukirejea tutakuja kuendelea mbele zaidi katika upande wa michezo na burudani. Mimi ni Lulu Ali na hii ni Channel 10 Plus. Baki nasi.